Kuna watu wanataka kunipiga mawe hapa. Simba ni Simba. Utakuja kuona ushindani mkubwa kuliko chochote kinaweza kikatokea. Mechi yenye hadhi ya finali. Waitaliano wanaenda wanavunja kila kitu. Magoli ya maajabu pia yamefungwa katika mchezo huo. Yule mtoto ambaye nilikwambia ni special, yule ni special. Sio kama alizidi. Yaani ni kiatu sio alizidi. Ila ni vidole. Alizidi. Ni vidole. Vya kwake lakini. Kikubwa ni vya kwake. Yes, uhali gani mwana michezo mwenzangu popote ulipo, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha michezo Sports Recap, kipindi ambacho kinaangazia yale yote ya kimichezo hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi katika siku ya leo hapa nyumbani tumekuandalia taarifa juu ya klabu ya Simba kurejea katika michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara mara baada ya kibarua kizito kwenye michuano ya kimataifa. Lakini huko kimataifa tumekuandalia taarifa kutoka katika usiku wa Ulaya, namna ambavyo hali ilivyokuwa hadhi ya nusu finali ikionekana katika mchezo ambao ulipigwa pale jijini Barcelona nchini Spain. Yapo mengi sana kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Mimi ni Kiapa Benedicto, mwenzangu ni Joakim Moshi. Yes, karibu sasa tuanze kudunda katika viwanja mbalimbali kuweza kuyaangazia yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Lakini kukumbusha tu nguvu hii ambayo tunaitumia hapa tunapewa na Mega Purified Drinking Water. Hao ni wasambazaji na watengenezaji maji safi na salama kutoka hapa Dodoma. Tuanze kuiangazia yale yote ya kimichezo mara baada ya kupata ujumbe mzuri kutoka kwa Mega Purified Drinking Water. Bila shaka Moshi washabiki wa Barcelona ni mbona kama leo umekuja ofisini una wasiwasi sana? Mimi ni Dimako, maana jana ilibidi niombe sababu. Umri. Haya bwana, tukianza hapa nyumbani tunayo taarifa ya klabu ya Simba kurejea katika michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara mara baada ya kumaliza kampeni yake ile ya kombe la shirikisho barani Afrika na kuishia hatua kwa maana ya kumaliza mpaka hatua ya finali na wakisubiri mchezo wa finali. Maana nilivyosema tu kuishia kuna watu wanataka kunipiga mawe hapa. Yes, na sasa wamerejea kuanza kampeni yao, kuendelea na kampeni yao kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara na watakaribisha Mashujaa hapo kesho katika uwanja wa KMC Complex, huku mchezo wa kwanza wakiwa na kumbukumbu ya kupata matokeo ya 1-0 pale Lake Tanganyika. Simba ni Simba. Na utaka kuangalia michuano iliyotoka sio kwamba wametumia energy hiyo, wana kikosi kipana. Kwa sababu ukitaka kuangalia hata ambao wachezaji hawajacheza Simba wapewe nafasi. Hapa nikimzungumzia Deborah Fernandez, nadhani unamjua, Okajefa. Sio kwamba ni watu wabaya, au wote ukiwaweka sidhani kama kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo mimi mechi naiona itakuwa ni mechi nzuri, ila pia itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu Mashujaa hawajaingi kuwa na mechi rahisi mbele ya Simba. Sawa, mkubwa ni mkubwa. Simba wanarejea katika wakati ambao pia wakiwa wanatafuta kupunguza gap lililopo kati yao na watani wao wajadi kwa maana Young Africans ambao wana tofauti kwa sasa ni alama takriban 10 kama sijakosea. Sawa, tunazungumzia Simba ambao ametoka kwenye kampeni ya michuano ya kimataifa na sasa wamerejea kuanza kampeni yao ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, huku wakivaana na Mashujaa ya pale Kigoma. Watakuwa katika dimba la KMC Complex pale Dar es Salaam. Bwana, tunafahamu leo itapigwa finali ya kombe la muungano pale Zanzibar, wakati Young Africans wakiwakabili JKU katika mchezo ambao pia unatajwa utakuja kuona ushindani mkubwa kweli. JKU Young Africans na timu za Zanzibar zimeonekana kuisumbua sana Yanga toka wanaanza katika mashindano haya. Kwenye makaratasi Yanga anaonekana ni mkubwa. Ila mpira wa sasa hivi hauna ukubwa. Yaani kwamba wewe ukichanga vizuri karata zako utapata matokeo. Na pia tumepata somo kupitia haya mashindano. Tumeona klabu kubwa kama Singida wameonyesha mapema, klabu kama Coast Union wameonyesha mapema. Na hizi Azam na hizi timu za Zanzibar. Kwa hiyo mechi ya leo itakuwa ni ngumu na Yanga kama Yanga wao ni timu kubwa. Yaani wanastahili kubeba vikombe vyote ambavyo viko mbele yao. Ukiangalia uwekezaji wao, vitu wanavyofanya, ni timu kubwa, ila tunaporudi kwenye pitch pale mnacheza huko 11 kwa 11. Yaani zile mali sijui ukubwa klabu unabaki nje. Kwa hiyo chochote kinaweza kikatokea. Nadhani tumeona. Kwa hiyo mimi sitaki kusema kwamba Yanga anaenda kushinda moja kwa moja. JKU anaenda kushinda moja kwa moja. Hapana, huu ni mpira. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea, ila kwa uwekezaji wa Yanga wanastahili wabebe hii
ndoo. Okay. Sawa, nimekuwa nikipita kwenye mitandao ya kijamii kufuatilia maoni ya mashabiki wa soka nchini, na miongoni mwa vitu ambavyo wanavikosoa ni performance ya klabu ya Yanga kwenye michuano hii ya Muungano, huku wakitaja baadhi ya wachezaji wamekosa fitness kabisa, hawana fitness nzuri uwanjani, lakini pia wakimkosoa Mudathir Yahya Abbas ambaye amekuwa akipoteza mipira kirahisi, lakini pia amepoteza ule ubora wake kwenye kuattack. Ni kama watu wanataka kumfungulia milango Mudathir Yahya Abbas katika michuano hii. Ameonyesha kwamba kabisa sio mchezaji ambaye anaweza akasalia ndani ya Yanga dirisha msimu huu ukiisha. Kwa muda katika vitu ambavyo mimi kwanza mimi namwamini Muda. Bado ana nafasi Yanga kwa sababu kwa vipindi ambavyo vyote Muda anaonekana kama hayuko sawa, ndio kipindi ambacho pia anakuja na approve watu wrong. Tuliona hata kwenye ligi msimu uliopita aliwafunga Azam pale, alifanya vizuri sana, alibeba sana Yanga, alifunga dhidi ya Dodoma Jiji katika mechi ngumu sana, umeona. Kwa hiyo Muda bado ana nafasi. Nadhani ni aina ya game ambazo pia anakutana nazo. Sijui unanielewa. Ni game tough kwa sababu wale wa Zanzibar sio rahisi kama tunavyofikiria. Na wanamjua Muda. Watu wa Zenji na watu wa bara huku wetu wako tafu. Kaka. Watu wa Zenji wako tafu. Wako tafu sana. Angalia hata wanapokuja huku ni position gani wanazocheza. Ndio maana nimeona mbona bara ziko zinapigwa nyingi sana 5 6, lakini mbona Zenji sijaziona? Wale watu wanafanya mazoezi. Yaani kule bahari yani mchanga kila sehemu. Tuache kumsingizia JSM huku bara. Ila Zanzibar. Yaani kubwa kwamba Wazanzibari ni wagumu sana. Sawa, tunaendelea kuangalizia taarifa mbalimbali za kimichezo ndani ya Sports Recap ya FJ TV. Nikusie tu endelea kusalia hapo kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali. Na sasa tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakwenda katika anga za kimataifa kuangazia taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Yes, wewe ambao ulikuwa unanisumbua mara zote, namba za Mega bila shaka umeziona kupitia tangazo lao hapo. Umeona mawasiliano ya Mega Purified Drinking Water. FC Barcelona ikiwa nyumbani dhidi ya Inter Milan, sare ya mabao 3-3. Ndani ya dakika moja tu Baka walishaumia tayari. Watu wakasema leo hapa Baka wanachapika hapa nyumbani. Half time inaenda 2-2 tayari. Full time watu wanaangalia ubao unasoma 3-3. Magoli ya maajabu pia yamefungwa katika mchezo huo. Mechi yenye hadhi ya finali. Pengine finali tulikuwa tunaiona katika mechi hii. Sahihi. Yaani finali watu wengi wanasema ni ile ya jana. Ila hiyo inaenda kutokea Munich. Hiyo itakuwa labda nyingine. Ila mpira una matokeo ya ajabu. Yaani tusio tunaongea tunamaliza maneno. Mpira una matokeo ya ajabu. Pale ni ukempu wa Italiano wanaenda wanavunja kila kitu. Kwa sababu ukitaka unaona mpira jana wale Inter ni watu. Yaani kweli nimeamini kijiji kikosi wazee. Jana nilikuwa ni mechi kati ya wazee na vijana. Japokuwa vijana na wenyewe walionyesha sisi ndio vijana. Mpira ulianza, mechi ilianza kwa kasi. Na kile ambacho walikifanya Inter ilikuwa ni kama surprise. Hakuna mtu ambaye alitarajia. Mtu ambaye alitarajia kwamba dakika hizi yule tamba pale. Sababu hata goli lenyewe lilofungwa unaona kabisa Thuram ni kwamba unaona kabisa ni akili, pia huwezi mlaumu yoyote kwa sababu bado watu walikuwa bado hawajawaka. Tukaona tena makosa ya kona imepigwa, wale ni warefu. Unahisi Barcelona wana tatizo hilo. Sijui ni vimo au sijui ni nini. Kutoka muondoka kina Gerard Pique, unaona kina Mtiti, unaona kabisa kama shida katika eneo kuna shida kubwa kwa sababu ukiangalia magoli mawili wameruhusu ya haraka. Ila pia tuwasifu Barcelona. Walichukua ile tempo ya mchezo wakaona sisi tunaweza kufanya kitu. Yule mtoto ambaye nilikwambia ni special, yule ni special. Baka na kazi. Tunazungumza katika mchezo ambao magoli mawili ya maajabu yaliyofungwa. Goli la Memphis Thuram, afu kuna ile goli la Lamine Yamal. Katika nyakati ambazo hata Sama yeye alikuwa ameshangaa tu. Yaani hata hakutikisika, akashtuka mpira upo katika nyavu. Sahihi. Nikianza kwa goli la Thuram, ni goli ambalo kama una akili huwezi kufunga. Kama una akili, na sio akili tu kwamba wewe ni una akili, kama hujapita kwenye misingi ya mpira huwezi kufunga goli kama hiyo. Kwa sababu pale linahitaji yani ile unajua kabisa huyu katoka kwenye yale ni wanafundishwa bana, ukiwa sehemu hii fanya kitu hichi, fanya hivi, yote yanaweza katokea kwa Thuram. Tukija kwa Lamine Yamal, kwa kitu ambacho alikifanya
unabaki tu unashangaa nini kile. Mpira ni rahisi. Mpira ni rahisi kama unaujua, lakini Inter alimkosa Lautaro Martinez bila shaka. Na katika mchezo unaokuja na bila shaka hata kocha wa Inter amethibitisha kuna ugumu wa kumpata Lautaro Martinez katika mchezo unaokuja. Licha ya kumkosa Lautaro Martinez, jana Inter hawakutetereka. Ni kama walikuwa katika nafasi bora ya kufanya kitu kikubwa pengine zaidi kile ambacho wangekipata mbele ya Lautaro Martinez. Inter ni klabu ambayo imeundwa katika msingi wa ajabu sana. Inter ni timu ambayo kwanza wanapambana. Na ukitaka kuangalia jana sio kama wamecheza vibaya, hapana, wamecheza vizuri sana. Na Lautaro nadhani atakuwepo mchezo ujao kwa sababu kwa sababu Inzaghi Simon kwa maana kocha wa Inter amezungumza kwamba kuna uwezekano mdogo wa kumpata Lautaro Martinez katika mchezo wa marejano. Nadhani ni misuli, kama sio misuli ni enka, kwa sababu ni alitani mpira nadhani. Baada hapo nikaona kama anaomba sababu na alitoka, ila kusema kwamba Inter hawatofanya vizuri kwa sababu Lautaro hatakuwepo sio kweli, kwa sababu tuliona hata alipotoka Inter bado walimaintain, wakabaki kwenye mchezo wao ule ule, wakabaki kwenye pressure yake ile, na walipata goli ambalo Villara nayo mtu hata kizidi ukucha kwa sababu ukiangalia Mkhitaryan sio kama alizidi, yani kiatu sio anagumu zaidi, ila ni vidole alizidi, ni vidole vya kwake, lakini kikubwa ni vya kwake, ni vya kwake ila vidole. Kwa hiyo alikuwa na mguu mdogo kama wa Joachim Mushi, ile usingeonekana. Tukio la kuvutia kabisa katika mchezo wa jana ni Dumfries ambaye alikuwa ndo mchezaji bora jana. Denzel alifanya kazi kubwa sana katika mchezo wa jana, akiassist goli moja na kufunga magoli mawili pia, akiwa man of the match. Sijui kwa nini Inzaghi alimtoa. Sijui kwa nini Inzaghi alimtoa. Alitunza mali ile kwenye mchezo unaokuja. Huwezi jua. Yaani bora mwache amalize kwa sababu anaweza kupiga hat-trick. Kule si nyumbani. Ni nyumbani, ila kuna ile watu wanasema hujui mtu kamkaje. Yaani yule jana ilikuwa ile ni mechi yake, kwa sababu kila kitu anakifanya, hata ile goli la Mkhitaryan yeye ndo alipiga ile v-pass. Kwa hiyo Inzaghi angemwacha amalizie. Angemwacha amalizie. Yes, macho yatakuwa yapo yamefunguka tu muda wote katika mchezo wa marejano wiki inayokuja pale Italia. Wakati tunasubiria pia nini ambacho kitatokea Ufaransa katika mchezo wa marejano pia kati ya PSG dhidi ya Arsenal, kumtafuta mtu ambaye atakwenda katika hatua ya finali, timu mbili ambazo zitakwenda hatua ya finali. Hebu tu predict hapa. Barcelona na Inter. Naenda na Inter. Anaenda na Inter. Alafu Arsenal na PSG. Naenda na PSG. Naenda na PSG. Arsenal na PSG naenda na Arsenal. Alafu Barcelona na Inter naenda na Barca. Tutakutana hapo. Sawa, bila shaka. Kufika hapa tunafika tamati ya Sports Recap katika siku hii ya leo. Ulikuwa ni wakati mzuri kabisa kwa hiyo mtazamaji wetu wa FGTV kuweza kufuatilia matukio mbalimbali ambayo tumekuandalia hapa ya kimichezo. Nikukumbusha tu mimi ni Kiepo Benedicto, mwenzangu ni Joachim Mosh, na hii ni FGTV. Tunasema hili ni chimbo jipya. Kuwa karibu. Haya ambayo tumetabiri leo yatatokea.